Na karibu mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kutunia Kijimdimu Mwandila. Leo tupo katika maswali na majibu kutoka katika mitandao yetu ya kijamii. Niko na ndugu yangu, atajitambulisha yeye ni nani hasa kutokea hapa UTT AMIS. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Ndugu watazamaji kupitia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS wangependa kuweza kufahamu hasa waitwa nani na katika Kijiwe Mchongo wewe ni kama nani hasa? Sawa. Mimi naitwa Brian Kiwere, afisa natokea taasisi ya uwekezaji UTT AMIS. Niko na nyinyi hapo leo kwenye Kijiwe Mchongo ili kuweza kujibu maswali ambayo yanajitokeza katika mitandao ya kijamii hususan Instagram. Sawa. Karibu sana ndugu yangu Brian Kiwere. Sasa tukienda moja kwa moja tukisema hapa tuingie katika social media yetu ya Instagram. Kiingia hapa katika upande wa comment section. Kuna ndugu yetu anaitwa Official Wangabo. Official Wangabo anasema kwamba UTT AMIS, naomba msaada, natamani kujifunza zaidi kuhusu UTT. Anatamani kuijua UTT hasa ni nini. Inawezekana kupitia mitandao yetu ya kijamii katika scroll huko, labda anakuwa anaona video nyingi za UTT, sasa anakuwa anajiuliza UTT AMIS ni nini hasa? UTT AMIS ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha, na jukumu kubwa ambayo UTT AMIS inafanya yenyewe ni kuanzisha na kuendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ama tunasema collective investment schemes. Sawa. Maana yake nini kwa urahisi? Maana yake ni kama daraja au platform kati yako wewe hapo mtu mmoja mmoja au kikundi au taasisi pamoja na maeneo ya uwekezaji. Sawa. UTT AMIS anakuwa anakusanya fedha ama rasilimali fedha kutoka maeneo mbalimbali kama nimeyataja hapo mwanzo. Kwa kisha kuna zile fedha, yeye kazi yake kubwa ni moja tu, kwenda kuzitafutia masoko hizo fedha. Sawa? Ambapo tunaona lengo la mwishoni ni ile pesa ambayo mwekezaji ameiweka ipate ongezeko. Sawa? Kwa hiyo tukirudi nyuma kidogo tukiangalia moja ya sababu kwa nini serikali iliamua kuanzisha UTT AMIS ilikuwa ni kuendeleza utamaduni wa Tanzania kujiwekea fedha mara kwa mara. Ule utamaduni wa saving culture, ndio? Lakini katika maeneo ambayo hiyo hela inapata ongezeko ama faida. Sawa. Wewe ndugu yangu leo Ali Upuju, ukisema uchukue shilingi 10,000 yako uiweke, sawa, kwenye kibubu au benki au maeneo mengine uiweke, sio kuwekeza, uiweke. Maana yake hiyo hela kwa miaka 5 ijayo, kama nilikuwa ni shilingi 10,000 ambao ungekuwa ukiingia nao sokoni unaweza ukarudi na vitu vingi kidogo, sawa, kwa leo hii. Kwa miaka 5 ijayo shilingi 10,000 hiyo kama ulikuwa umeiweka ukiingia nao sokoni hauwezi kurudi na vitu ambavyo ungerudi navyo leo. Kabisa. Sawa? Kwa maana gani? Tunaona gharama za maisha zinazidi kuongezeka kila itwapo leo, si ndio? Hali ya uchumi unaongezeka na vitu vingine kama hivyo. Kwa kama ulikuwa umeweka hela yako haukuwekeza, maana yake moja kwa moja ile pesa itakuwa imepitwa na nini? Na uchumi. Kwa hiyo taasisi sasa ikaanzishwa kwamba Mtanzania mwenye kipato kidogo, sawa, mwenye kipato cha kati na mwenye kipato kikubwa, wote kwa pamoja wanakuwa na uwezo wa kuwekeza hela zao. Sawa, haijalishi ni kiasi gani ambacho unacho wewe. Si ndio? Unaweka hela yako, UTT anaichukua na anaingia nayo sokoni, faida ikija anakupa kulingana na kile ambacho ulikuwa umewekeza. Yes. Kwa kifupi UTT kazi yake kubwa anayofanya ndio hiyo. Anaendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sawa? Kwamba hela yako isikae tu ikuzalishie. Sasa kulikuwa kuna mifumo mama ya watu ambao walikuwa wanaweka hela na sio kuwekeza, ambapo ukiweka hela upati faida, ukiwekeza unapata faida. Yes. Ukiweka hela upati faida. Yaani ukiweka hela maana yake ile hela kwanza inakuwa inapungua thamani kadri siku zinazidi kwenda. Kwa hiyo watu kashauriwa ama tunashauriwa tuwekeze, tusiweke hela. Sawa. Shukrani sana ndugu yangu Brian Kiwere kwa kuweza kumjibu ndugu yetu Official Wangabo ambaye alikuwa anahitaji kuweza kupata ufafanuzi kidogo kuhusiana na UTT ni nini hasa. Inawezekana kila siku anasikia UTT ni nini hasa. Ndugu yangu Kiwere ameweza kuzungumza kwa ufupi kuhusiana na namna gani kwamba UTT inaweza kufanya kazi, faida jinsi inavyopatikana, lakini vile vile ameweza kusisitiza kwamba tusiweke hela, tuwekeze ili tuweze kupata faida katika hiyo hela ambayo tunaiwekeza. Tukienda bado tupo katika comment section katika page yetu ya Instagram. Kuna comment nyingine ndugu yangu Kiwere, huyu anasema kwamba ili niweze kupata faida ni lazima niweke milioni 10 au hata milioni 1 inapata faida. Huyu anaitwa MC Makers.
TZ. MC Makers TZ. Sawa. Uzuri mmoja mifuko yetu ya UTT AMIS ukianza kuwekeza unaweza kukutana na shilingi 10,000 ukitaka kuwekeza. Yaani kianzio la shilingi 10,000. Sawa? Kwa hiyo tumekuwa tuna imani watu wengi kwamba ukisikia issue ya uwekezaji moja kwa moja akilini unakuja hela nyingi. Lakini UTT ni tofauti kidogo. Sisi tunaamini zaidi kwenye kuweka kidogo kidogo. Si ndio? Kwa hiyo kuanzia mifuko yetu kuanzia shilingi 10,000 unaweza kuanza kufanya uwekezaji wako kama kawaida. Kuanzia shilingi 10,000. Na muda wote wakati wote ukijisikia kuendelea kufanya uwekezaji wa nyongeza unaweka. Kwa hiyo ni kama kibubu ambacho kinatoa faida. Sawa? Unaweka kidogo kidogo lakini muda wote wakati wote unataka kuendelea kuwekeza unawekeza. Si ndio? Mwaka unapiga ndege zaidi kwa jiwe moja. Muda huo unakuwa unafanya kama savings zako lakini muda huo ile haikai inatoa faida. Kwa hiyo kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea ndivyo hivyo unaweza kuanza kuwekeza kupitia mifuko ya UTT AMIS. Okay, nafikiri hapa MC Makers TZ utakuwa umeweza kumjibu kutokana na swali lake la kuweza kuuliza akiweka milioni 10 anaweza kupata faida au akiweka milioni 1 pia anaweza kupata faida. Tuje katika ili swali jingine, kuna mtu anaitwa Kilimo Park. Anasema kwamba hivi inawezekana kuwekeza kwenye UTT kama kikundi au watu wa kilimo hao? Yes. Moja kwa moja jibu lake ni ndio, inawezekana. Kama tunavyojua tuna vikundi vya aina mbalimbali, lakini sana sana tuna vikundi vya aina kama mbili. Kuna vikundi ambavyo tayari washasajiliwa. Sawa? Kwamba mfano taratibu wote wakasajiliwa, vikundi rasmi manake, si ndio? Lakini kuna vikundi ambavyo bado havijasajiliwa. Utaratibu wake uko hivi. Kwa kikundi ambacho kimesajiliwa, mkitaka kuwekeza UTT AMIS ni rahisi tu. Nyinyi sasa kama kikundi itabidi muandae muktasari wa kikao. Sawa? Muktasari huu utakuwa kama hivi. Sisi wana kikundi fulani siku ya tarehe fulani tulikaa kikao na moja ya ajenda ilikuwa ni kufungua akaunti ya UTT AMIS. Sawa? Moja ya ajenda ilikuwa ni kufungua au ndo ajenda yenyewe utaamua nyinyi, si ndio? Lakini kwenye huo muktasari lazima mchague wawakilishi wawili ama masignatories wawili. Ambao hawa wawakilishi wawili ndo watakuwa wanasimamia shughuli zote za mfuko hapa UTT AMIS. Sawa? Wawakilishi wawili ambao mmewachagua nyinyi kikundi kizima na mmesaini pale kwenye muktasari kwamba kweli mmeridhiana na hawa watu wawili kwa nani? Kwa wawakilishi. Then baada ya hapo wale wawakilishi wawili sasa watakuja na picha zao pamoja na vitambulisho vyao vya taifa ili kuwapa account number. Wanakuja na ule muktasari. Sawa? Na kuongezea sana ile certificate ya usajili ambao tayari usajiliwa watakuwa nao. Wanakuja na benki yao, sisi tutafungulia account ya uwekezaji wataanza kuwekeza. Sawa? Lakini kwa upande wa pili pia kuna wale ambao tunasema hawajasajiliwa bado. Sawa? Sasa hao mara nyingi sana tunajaribu kuwasisitiza walau wawe na account ya benki ambayo inasoma jina la kikundi. Sawa? Ni kama sisi tumejikusanya, tupo wengi. Sawa, hatujasajiliwa lakini tu at least tumefungua account ya benki ambayo inasoma jina la kikundi. Yes, kwa nao wataandaa muktasari. Haipaswi lisome jina la personal mtu. Sasa maana yake hiyo itakuwa ni joint account. Maana tunasisitiza sana kwa sababu za kiusalama zaidi. Si ndio? Walau account isome jina la kikundi. Yes. Then baada ya hapo na ule muktasari utakuja nao, sisi tutapa account ambayo inasoma jina la kikundi. Jina la kikundi. Yes. Kwa maana yake inawezekana kabisa. Sawa. Kwa hiyo nafikiri kwamba ndugu yangu hawa Kilimo Park itakuwa imeweza kujibiwa na ndugu yetu Kiwere. Huyu anaitwa Edi 10556. Alikuwa anauliza, mimi nina mtoto lakini sio wa kumzaa. Je, naweza kumfungulia akaunti ya watoto? Sawa. Jibu lake ni ndio, anaweza kumfungulia. Hofu yake inawezekana kwamba kumfungulia mtoto akaunti lazima uwe mzazi. Hapana. Huyo uzuri wa watoto fund ama mfuko kwa ajili ya watoto au mfuko mwingine wote ambao unamfungulia mtoto ni mzazi au mlezi. Hapajasema mzazi peke yake. Kwa ni mzazi au mlezi anamfungulia huyo mtoto. Yes. Kwa kama unaweza ukampa zawadi
mtoto wa shangazi kama zawadi ukamfungulia akaunti ya UTT, ni zawadi ambayo ni nzuri zaidi itadumu kuliko zawadi nyingine. Yes. Sasa na je, hapa katika kuongezea, labda ni vitu gani ambazo angeweza kuzingatia wakati anamfungulia mtoto wake akaunti? Huyu mtoto ambaye yeye anahisi sio wa kwake, anasema mimi nina mtoto lakini sio wa kwangu. Je, napaswa kumfungulia akaunti ya UTT AMIS? Anamfungulia. Muhimu tu awe na copy ama nakala ya cheti cha kuzaliwa cha mtoto yule. Okay. Yes, sisi tutamfungulia na picha yake akiwa nayo na picha ya mtoto na NIDA yake kitambulisho, sisi tutamfungulia. Ako NIDA ya huyu mlezi au mzazi, yes, pamoja na kopi ya kitambulisho cha mtoto cha kuzaliwa, cheti cha kuzaliwa na kitambulisho cha NIDA cha yule mlezi au mzazi. Yes. Si ndivyo? Baada hapo manake atakuwa kashafungua akaunti ya watoto fund, au sivyo? Tumalizie na swali la mwisho. Huyu anasema haya majina ya kwenye social media, Esore Huseni Esore. Huyu atakuwa sio anatokea Tanzania huyu. Esore Huseni Esore anasema kwamba kima cha chini cha kutoa pesa UTT AMIS ni kiasi gani kwa siku? Okay, kima cha chini cha kutoa pesa kwa kutumia let's say application au portal ni milioni 5. Milioni 5. Lakini kama unataka kutoa zaidi ya hapo, itakulazimu ujaze fomu ya kutoa hela. Okay. Yes, yani kuja kutoa milioni 10, 15 na kuendelea. Kwa maana yake lazima aweze kufika katika ofisi za UTT AMIS ambazo karibu na yeye. Atajaza fomu, atapata hela yake. Lakini kama anataka kutoa milioni 5 kushuka chini, application yetu na portal yetu inamruhusu kufanya hivyo. Sio lazima haje ofisini. Kabisa. Sawa. Kuna lolote la mwisho ambao labda ungependa kutaka kuweza kuambia ndugu zetu wawekezaji kupitia katika mtandao wetu wa kijamii? Ndio, lakini mimi napenda tu kwa saha. Okay. Sawa. Wawekezaji wetu kuhusu swala zima la kutumia digital platform zetu kama vile portal na app. Portal na application yetu ni platform ambazo zina vitu vingi sana. Yaani mwekezaji anaweza akajihudumia moja kwa moja. Yaani almost kila kitu anaweza kupata kupitia simu yake ya mkononi. Sawa? Ama kupitia akiingia kule kwenye portal moja kwa moja. Sawa? Tunazungumzia vitu kama statement. Okay. Sawa? Kuangalia salio lake, kutoa na vitu vingine, transactions zake zote unakuwa unaziona. Yaani almost kila kitu, faida yake anakuwa ameshatengewa, alichowekeza ni hichi, faida ni yaani ni portal ambayo ina vitu vingi. Kwa hiyo wawekezaji wetu waendelee kutumia, sababu ni mifumo ambayo ni mipya na ni mizuri sana. Sawa? Okay. Itakuwa inasaidia wao kidogo. Sio lazima aje ofisini moja kwa moja kuja kupata huduma, ambapo huduma anaweza kupata kila kitu kwenye simu yake. Kwa hiyo ni platform ambazo zinawasaidia hao wateja kuwarahisishia maisha katika masuala mazima ya uwekezaji. Kwa hiyo mimi napenda kuwasaa hicho, waendelee kutumia portal zetu pamoja na application vizuri, sababu zinawasaidia. Okay, sawa. Na asante sana. Huyo ni Brian Kiwere ambaye ni afisa kutoka UTT AMIS. Ameweza kujibu baadhi ya maswali yetu ambayo yanakuwa yanatokea sana huko katika mitandao yetu ya kijamii, sana tukizungumzia Instagram, ambapo katika comment section kule watu hutupia sana labda maswali yao kule. Kuna mwingine anahitaji kuweza kupata elimu, kama hapa ndugu yangu Kiwere ameweza kumjibu. Kwa hiyo wewe kama unajiona vile kuna swali ambao unahitaji kuweza litufikia na tuweze kukujibu hapa katika section yetu hii ya maswali na majibu na Kijiwe Mchongo cha UTT AMIS, ni kwamba ingia hapo Instagram, andika swali lako lolote pale, una changamoto yako, sisi tukija hapa katika Kijiwe Mchongo na ndugu yangu Kiwere hapa tutakujibu. Ndugu yangu Kiwere, shukrani sana. Nakushukuru sana. Napokuhitaji tena uje bwana. Tuwajibu hapa. Karibu sana. Bwana, shukrani sana. Basi sisi kwa pamoja bwana tunamaliza kama kawaida yetu, Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.